Kusema kweli, mimi pamoja na wenzangu ambao tumekuja leo hapa katika kiwanda cha nishati rafiki ya makaa ya mawe, tumefurahi sana kwa ajili ya kutembelea kiwanda hiki, na kusema kweli tumejifunza mambo mengi kuhusiana na uzalishaji wa nishati hii safi. Kama tulivyokubaliana na wenzetu hawa katika mkataba wa shirika la madini la taifa, kwamba tutashirikiana katika matumizi ya nishati hii. Kusema kweli, nishati hii ni nzuri kwa sababu ni nishati ambayo inakuwa inalinda mazingira. Tunapotumia makaa tunaepusha miti kuweza kukatwa ovyo. Kwa hiyo tumefurahi sana, tumepata elimu ya kutosha, tumeuliza maswali ya kutosha, kwa hiyo tumepata uelewa wa kutosha. Kwa hiyo tunategemea kwamba mashirikiano haya tutadumisha, na baada ya mafunzo haya tunategemea kwamba bidhaa hii ya nishati kwamba tutafikishiwa katika sehemu zetu za vituo, kwa sababu vile katika kuja kwetu huku tumekuja pamoja na wakuu wa vituo. Kwa hiyo tunategemea baada ya mafunzo haya kwamba nishati hii na sisi tutafikishiwa kule Zanzibar kwa ajili ya matumizi, kwa ajili ya magereza yetu, kwa kuwapikia wanafunzi au sisi kwa huku tunaita wafungwa. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nasema asante sana. Kama ambavyo umeshuhudia leo, tumepokea ugeni wa ndugu zetu kutoka chuo cha mafunzo Zanzibar ambao wamefika katika kiwanda chetu cha Rafiki Briquette hapa Kisarawe mkoani Pwani, kiwanda ambacho kinamilikiwa na kuendeshwa na shirika la madini la taifa kwa ajili ya kujifunza namna uzalishaji unavyofanyika kwenye kiwanda hiki. Na huu ni mwendelezo wa makubaliano ambayo shirika la madini la taifa limeshaingia na chuo cha mafunzo Zanzibar kwa ajili ya kuanza kutumia nishati safi aina ya Rafiki Briquette. Ndugu mtangazaji, shirika la madini la taifa STAMICO kwa sasa linamiliki viwanda vikubwa 4 vya nishati safi aina ya Rafiki Briquette. Kuna kiwanda kikubwa ambapo tuko hapa Kisarawe mkoani Pwani, lakini chenye uwezo wa kuzalisha tani 20 kwa saa, lakini pia kiwanda chenye uwezo huo mkoani kule Kiwila katika mkoa wa Songwe, lakini pia kiwanda kingine mkoa wa Tabora, na hivi sasa tuko kwenye hatua za mwisho za usimikaji wa kiwanda kikubwa chenye uwezo pia wa kuzalisha tani 20 ya aina hii ya nishati safi ya Rafiki Briquette katika mkoa wa Dodoma. Na tayari shirika la madini la taifa kwa kushirikiana na wakala wa nishati vijijini kwa maana ya LEA wameshafanikisha kununua kiwanda kingine ambacho kitakwenda kusimikwa katika mkoa wa Geita, na tayari miundombinu kwa ajili ya usimikaji wa hicho kiwanda pia imeshaanza kujengwa. Leo hapa tumefurahi kwamba tumepokea ujumbe wa chuo cha mafunzo kutoka kule Zanzibar. Hawa ni wenzetu ambao tumeingia nao makubaliano ya kuanza kuwapelekea nishati hii kule Zanzibar katika vyuo vyote vya mafunzo. Na leo wamekuja kwa ajili ya mafunzo ya kujifunza kuielewa nishati hii, kuelewa inavyozalishwa na inavyoandaliwa na mlolongo mzima mpaka itakapokuwa inawafikia. Sisi shirika la madini la taifa STAMICO tumejipanga kwamba kuhakikisha kwamba nishati hii safi ya Rafiki Briquette inasambaa nchi nzima. Ajenda Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba itakapofika mwaka 2034 asilimia zaidi ya 80 watu wote watakuwa wanatumia nishati safi. Mtakumbuka hivi karibuni tumesaini makubaliano ya pamoja baina ya chuo cha mafunzo Zanzibar na FDH kwa kushirikiana na STAMICO katika usambazaji wa mkaa mbadala nishati safi ya kupikia ya Rafiki Briquette. Na sisi kama FDH tuliomba tuwajengee mafunzo, lakini pia tuendelee kwenye kiwanda ili waweze kujifunza wakuone namna tunazalisha mkaa na huu mkaa unapatikana. Nichukue fursa hii kushukuru sana mkurugenzi mtendaji wa shirika la madini la taifa STAMICO Dr. Venance Mwase kwa kuendelea kutekeleza kwa vitendo ajenda Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanatumia nishati safi. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo tunafahamu kwamba amekuwa kinara wa mapambano dhidi ya nishati safi.